ndio nafikiria Malina. Shangazi, usifikirie sana. Unajua utaumia. Hii maneno acha tu Mungu atajalia. Tuyafuatilie tu polepole. Mungu atatusaidia. Malina, niko hivi unaona niko na stress mingi. Salima amepatikana na ugonjwa wa pressure. Shangazi, dadangu, hii ugonjwa naona imetokana na stress hii yenye wanasumbuana na mume wake. Hiyo ndio imetokana. Wah. Sasa hii mambo yote shangazi, tutajisaidia vipi kwa hii bomu? Mara si dadangu, mara sio Clara, mara si sijui nani, mara nani, sinachokesha sasa. Inachokesha. Unasahau hata wewe hujajihesabu, hata wewe ulitoka kwa mume wako. Kombo na yeye aliumia. Aki inaniumiza roho. Kombo tena? Kombo aliumia vipi? Kombo aliumia mguu. Kombo hata yeye aliumia mguu na kwa saizi ako hospitalini. Hiyo yote nikisanya hiyo maneno yote inaniumiza. Vipi tena? Mguu kulienda aje? Alipata accident ama shida ilikuwa nini? Ama mtu alimpiga? Hapo sitakuelezea Malina, wewe ni mtu mkubwa. Unaenda mpaka hospitali, uone Kombo ndugu yako atakuelezea kenye ilipata. Habari zenu? Mnakaa huzuni. Mazuri Rosi, karibu. Habari. Sasa kwa nini mnakaa nje mnakaa huzuni? Malina, si ufungue mlango hata mgeni amefika tuingie ndani wote. Mama Kirala, sitaki niingie kwa nyumba kwa sababu kuna mahali nataka kukimbia huko. Sababu naona Masai tena na imeenda ni jioni. Ningeomba tu nipe tu sikio dakika moja tuweze kunongonezana. Niko na jambo nataka tuongee. Kwani jambo gani tena? Huyu ni mwanangu, wewe ongea tu. Mama Clara, kuja tu dakika moja, mambo mengine si ya kuongelea watoto wakiwa. So ndio si watu wazima. Tunaweza ongea kitu yenye watoto wafai kusikia. 1 minute kuja. Mama Kirala, siwacha tu niende, lakini before niende, ninaona hii mambo yako jumekuwa mingi. Si tupeleke kwa Mungu. Kwa Mungu kila kitu inawezekana. Naona uko na masaibu mingi yanakuzunguka. Mimi naomba tu tuombe Mungu na hii mambo yote itaisha. Mama Kirala. Tangu hiyo wakati wote mtoto wangu amepotea, wengine wako hospitali, ndio leo umeona Mungu. Ndio unataka kuniombea? Ulikuwa wapi? Mungu wetu achelewi Mama Kirala. Ni wewe ama ni nini? Maombi haina wakati. Sasa ndio nimeona ni vizuri tuweke maneno yote kwa Mungu. Kwa sababu kwa Mungu kuna answers. Yaani wewe ndio uliniambiaga utanipea dawa Clement sijui afanye nini abadilika sio ule pipi. Yaani ile dawa yenye ulinipea sijui ndio inaniandamana. Sasa umerudi unaniambia unipeleke kwa Mungu. Ungeniambia kwa mganga ningekubali. Mama Kirala. Yaani utaki tuombe Mama Kirala. Si unajua Mungu ndiye answer ya kila kitu. Sijakataa Mungu ndio kila kitu. Lakini ya kwanza wewe ndio uliniambia dawa ndio itasika Clement akili sijui nini. Sijui hiyo dawa hata ndio imefanya mpaka mtoto wangu amepotea. Ndio inaandamana familia yangu. Sikiza Rosi. Na kuheshimu sana. Lakini maamuzi yenye unafanya ndio baya. Najua hata wachao wanaogopaga Mungu. Lakini wewe mbona uogopi Mungu? Mama Clara, siamini ni wewe unasema hivyo.
Siamini kabisa wewe unasema hivyo. Sikiza Rosi. Sitaki urafiki yetu ipotee. Sitaki unafiki wako. Wewe ni munafiki. Mama Clara, ni mimi unaambia hivyo? Eli ungeniambia tuende kwa mganga kuliko kuniambia unipeleke maombi kwa Mungu. Na unajua vizuri sana mwanzo mahali ulinipeleka. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wache. Wewe ni nani? Mimi ni mzee wa mtaa. Umekuja kufanya nini? Kiongozi. Uniwache. Nataka utii masharti ya hapa. Hichi kijiji kina masharti yake. Unanipata? Huu msitu una masharti yake. Hapa ni kaya, hapa ruhusiwi watu kuingia ovyo ovyo. Mzee mwenzangu mkubwa bwana. Mimi ninajua kwamba nimekuja kwa msitu wa mambo bwana. Si kujua kwamba nakuja kwa msitu wa kaya. Ati msitu ya kaya? Msitu wa mambo. Sasa wacha. Ili uweze kuwaokoa wale vijana waliopotea wawili, utakuja na maziwa ya mbuzi yaliyo mabichi, mbuzi mchanga. Pili, utakuja na mnyaa. Ule mnyaa utatumika kuokoa wale vijana waliopotea wawili. Mbuzi ama yale maziwa ya mbuzi ndio yatakaofanya msichana wako kupatikana. Huyu mtu anafikiria mimi naweza toa wapi maziwa ya mbuzi? Kwani anatumia akili gani? Anaona maziwa ya mbuzi vile iko ngumu sana kupatikana. Huyu analeta msaa. Alafu akanichapa. Kwani hawezi ridhika na ile kichapo yenye alinipea? Ili uweze kuwaokoa wale vijana waliopotea wawili, utakuja na maziwa ya mbuzi yaliyo mabichi, mbuzi mchanga. Pili, utakuja na mnyaa. Ule mnyaa utatumika kuokoa wale vijana waliopotea wawili. Mbuzi ama yale maziwa ya mbuzi ndio yatakaofanya msichana wako kupatikana. Kulichapa mwanamume mwenzake. Sasa ndio huyo ananiambia tena nimwagize nikuja na maziwa ya mbuzi. Kwani haoni hiyo ni kazi ngumu ananipea na mimi ni mzee mwenzake? Telephone broken, telephone no asking question, no repeating, telephone theory, start. Apple. Broken telephone, no asking question, no repeating, telephone theory, start. Okay. Nimesema keki. Sikusema hivyo, nilisema keki. Nilisema K. Mimi sikusema K, nilisema keki. Mary, usiseme chenye ulisema ukweli. Mimi nilisema keki. Mary, usiseme ukweli. Hakusema keki, alisema K. Mary, wewe ni mwongo. Maana mimi unafanya ananiita mimi mwongo. Ni ukweli wewe ni mwongo. Maana umefanya atumia ananiita mwongo. Mimi. Unaona sasa umeumiza mwingine Mary. Hayo umeangusha mwingine.
analia? Mary. Mary, nakuita, nini ni mbaya? Wewe kwanza nyinyi ni kina nani? Mara moja kama sijachuna kiboko mkwe mmeenda makwenyu. Nyinyi ndio mnakuja hapa kuchokoza mtoto wangu, si ndio? Na umesimama bado unaniangalia. Wewe. Wewe ndio ulikuwa unambembeleza. Nini imetokea? Shida iko wapi? Nani amechapa mtoto wangu? Hebu enda kama uwezi ongea. Kama ni nini mbaya? Wamekuangusha mkicheza. Na watoto wote wametoka wapi? Sio nilikuacha hapa peke yako. Ni nini nilifanya ulete watoto wote hapa? Si ndio nakukataza mchezo ya watoto wa kijiji. Nakwambia kijiji watoto hawana adabu. Na wewe unawaleta hapa kucheza nao. Usirudi kucheza na watoto wa kijiji, unanisikia? Dadi yako wapi? Ako huko nyuma. Hebu tuende hivyo tumuone. We mume wangu. Nini unashtuka? Mawazo ni ya nini? Yaani umekaa tu hapa hivi kufikiria tu mingi na mtoto wangu kwa hivyo karibu auliwe. Unasema mtoto anauliwa na nani? Si mimi nafikiria watoto wako huko mbele wanacheza. Na mbona unakubali watoto wengi wa kijiji wanajaa hapa kucheza na mtoto? Na unajua watoto wa kijiji vile wanakuwa wachokozi. Si ndio nimepata wanachapa mtoto huko hivyo karibu wammalize. Unajua mke wangu unanishangaza sana. Watoto wenzake ndio wanafanya wanalia ama kuna kitu chenye kimemshtua kule? Mimi nimefikiria labda simba imekuja kwa hii poma. Nasikia tu huko mbele nini? Mimi niko na mawazo yangu yenye yananisumbua kichwa. Ni sawa tu juu wewe kazi yako tu ni kuwaza. Unafikiria nini? Sisi unatufikiria vile tutakula ama unafikiria nini? Hata si hivyo mke wangu. Kukula lazima tutakula, hata nisipofikiria lazima tu tukule. Kuna tu yenye inanisumbua kichwa yangu lakini itaisha tu. Usijali. Ama unafikiria yule mwanamke mwenye alienda? Kama si ni nani mwingine unamfikiria? Si hivyo. Kuna kitu yenye inanisumbua. Vile tulienda msituni tukapata wazee wa kaya. Wakaniambia kwamba nitafute maziwa ya mbuzi, sijui na miti fulani zingine zenye hata mimi sielewi. Na kuchapwa kwenye nilichapwa huko. Wacha tu. Sasa unamaanisha nini? Mimi hata ni kama sielewi chenye unasema. Wewe uelewa aje? Wewe elewa vile ninakuambia mke wangu. Mimi nilichapwa huko. Nilichapwa kichapo. Na wakaniambia kwamba nitafute maziwa ya mbuzi, na wanajua kwamba saa hii maziwa ya mbuzi kupatikana ni ngumu. Ati maziwa ya mbuzi? Kwanza kuchapwa. Kwani mlikuwa mnachapwa kwa nini? Si nadhani mlikuwa mnaenda kushughulika kutafuta ule mtoto mwenye alipotea. Alafu sasa maziwa ya mbuzi iko ya kazi gani? Hata mimi mke wangu naona tu nikiwaachilia hii uongozi ya kuwa nyumba 10. Kwa maana vitu vingine yenye wananiwekelea sichawahi fanya. Hiyo si kama tu kufanya ushirikina ama uchawi bwana. Ati uache. Kwani unataka kusema ulipangwi? Sasa ukiacha alafu sisi tukule nini na watoto? Sijaribu kusema hiyo maneno. Wewe pambana tu na hali yako. Maziwa ya mbuzi wewe ujue penye utapata upeleke. Unajua hata mimi nashindwa. Nilipata mke aina gani huyu? Yaani wewe patia kunisaidia jinsi ya kupata hiyo maziwa, unaniambia hivyo? Yaani kama wewe kiongozi ati unashindwa kutafuta maziwa ya mbuzi. Sasa mimi mwenye nashinda tu hapa kwa boma, una expect mimi nipata wapi maziwa ya mbuzi? Okay, anyway, kama ni hivyo nitajaribu. Bora tu tunataka huyo msichana apatikane na wale watu ambao wamepaki msituni. Lakini hata wewe inafaa uchangamke. Hii boma kubwa, hakuna ng'ombe, hakuna mbuzi. Si hata ujifunze kufuga wanyama pia. Hii nyasi yote unataka nini ikule? Watu wengine ni kama walilaaniwa tu. Mtu akusaidie mawazo anakuambia mambo ya kufuka hapa vitu. Hello Clement.
Hello? Clement, unanipata? Uko wapi? Oh, sasa ile story ya maziwa, fanya tu chuna chini upate huyo mama Mose huyo. Nasikia ako na maziwa ya mbuzi. Vile tu walituambia kule msituni. Ati hautaki mimi mwenyewe niende? Mimi nakwambia bwana, si mlikuja mkaniambia mkanitoa kwa pombe mkasema wanahitaji mimi huko katika msitu ule. Na mbona sasa saa hii unataka kukataa? Mimi nakutuma. Enda huko uongee na huyo mama, hata pesa nitalipa baadaye. Ati huwezi pata kitambaa ya white? Tafuta kitambaa yoyote ya white na ufunge vizuri kwa hiyo chupa yenye uko nayo. Mimi mwenyewe nitatafuta pesa alafu tulipe. Tuende tutoe huyo msichana. Usipofanya hivyo huyo msichana wenu hawezi patikana. Na wale wazee ambao wamebaki kule msituni. Leta tu kwa nyumba, kwa poma. Leta tu kwa poma alafu tuende msituni. Tutoe wale vijana na huyo sister yako. Kama ako huko atapatikana ni sawa. Yes. Okay, sawa, asante. Hodi. Hodi hapa. Hodi. Karibuni bwana. Mambo vipi? Mzee sana mzee. Bali hali. Salama sana. Uko aje? Niko salama kabisa. I hope mmepata ile kitu bwana. Ndio hivyo mzee wangu. Yasimwagike ya chunga yasimwagike mzee wangu. Oh, wamechaza kuchaza. Maziwa yamejaa. Nilikuwa nashindwa bwana. Alhamdulillah subhana wa ta'ala. Nilikuwa nashindwa nitatoa wapi bwana. Haya tuchangamke basi, masaa nayo yameenda, hatuna muda. Harakisha twende. Mke wangu? Ndio. Sisi tunaenda. Sisi tumeenda. Haraka ni ya nini? Tutaonana baadaye. Sisi ya kuchuana baadaye. Harakisha tu hivyo uende alafu kuja hapa tena umegongwa hapa. Nimesema mvua inakuja, tuharakishe bwana. Bwana tembea kimakini bwana. Unajua juzi niliona masaibu bwana. Ni hali siwezi eleza. Masaibu huyu jamaa naye ni mwoka sana. Sunge baki nyumbani. Kenye niliona hapa msituni mnyumba 10. Usiseme hata msiongee. Unajua kelele zitafanya watu wakuja. Kenye mliona mimi kenye nilishuhudia hata kinashinda kinaendelea. Lakini sasa Clement, hata wase wenyewe wako wapi wase wakaya? Unajua kwa hii msitu hatufai tutembee tu hivi. Tutaendaje jamani? Mzee wa mtaa tuende, wewe ndio tutangulia mbele. Tunaogopa huku. Twende tu. Huu ndio msituni mzee ulikuwa unasema umelelewa kweli? Huu msitu wa ajabu sana. Wewe simkuja twende bwana. Tutafute wase wakaya kwani
Wewe nyamaza, nini unataka? Wewe. Anatu. Wewe, mbona unasubaa hivyo? Kucha twende bwana. Kwani umekunywa uji? Kucha tu. Kwani huyo msato wapi? Wewe, kucha twende bwana. Huyu ni mwanamke gani mmekuja naye? Tumebaki wawili peke yetu. Sasa huyu amekuja nini? Wewe mwanamke, wewe. Huyu amekuja nini huyu? Hata siku nyingine usioleta huyu mtu kwangu tena. Wewe ni mwanamke wewe, kucha bwana. Nyumba kuu mnapiga kelele. Unajua sasa tuko kwenye msitu na kitu chochote kinaweza tokea. Huyo jamaa ambaye yupo nyuma yetu, afadhali sisi tuendelee kusonga mbele. Wacha kunishtua bwana. Wacha kunishtua. Ni nini tena? Mbona umenyamaza? Amtulie. Msitu kuna mambo. Wewe sasa unafanya nini? Hata siku nyingine hautakuja. Unanishika. Kucha tuende. Ueneka watu tumekosea, mila zetu kuzichezea. Baba mama walitulea, tuwe watu wa kuelewa. Yo mwanangu, keti chini hili upate mashauri. Punguza kiburi, ndo kitakashi vizuri. Dunia bado shule, kila kitu tafakari. Nasema hupatiri kamubiri na medali. Kumbuka mumba wako, siku za ujana wako, na kato simtenge tena kwenye ndoto zako. Kila ulicho nacho, mi nasema ndicho chako. Sitamani cha mwenzako kuitesa nafsi yako. Ueneka watu tumekosea, mila zetu kuzichezea. Baba mama walitulea, tuwe watu wa kuelewa. Ueneka watu tumekosea, mila zetu kuzichezea. Baba mama walitulea, tuwe watu wa kuelewa. Ona tunalia, tumekosea, tunaumia, tumeonewa. Mola wetu tusamehe sasa, tutokapo tupaoni sasa.